Hali gani msikilizaji wa EFM? Leo siku njema sana, tarehe 17 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Na mimi matumaini ya mzima wa afya msikilizaji, ni kukaribisha sana katika ripoti ya leo ya EFM katika siku njema ya leo, na tusogee mbele sote kwa pamoja. Ndio. Okay. Ijumaa tulikamilisha mkasa wetu ambao tulikuwa nao katika msimu huu wa ndugu yetu mpendwa anaitwa Batuli. Nikushukuru sana ambao ulifuatilia mkasa huu. Asante pia kwa maoni mengi ambao nimeweza kuyapata kupitia mkasa huu. Na leo siku nyingine tena njema, Jumatatu ya kipekee kabisa msikilizaji, karibu katika kusikia simulizi nyingine tena mpya, simulizi ya kipekee, na mpaka sisi tunaiwasilisha kwako. Ama kwa hakika hii ni simulizi ya kipekee sana. Moyo wangu uko na shauku sana tu nikuletee mkasa huu wa ndugu yetu mpendwa ambaye ametuletea mkasa huu, anaitwa Rose. Tumepata simulizi za wadada mfululizo. Yes. Hii ni simulizi nzuri sana. Ndio. Na natamani uifuatilie kwa karibu sana. Basi leo tukiwa tunaanza simulizi ya mpendo wetu anaitwa Rose, niko na shauku kujuza habari njema kutoka kwa hisani wetu ambao wanatupa nafasi sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Hongera sana mwanamke popote pale ulipo, mwanamke mchakarikaji, mwanamke ambaye hujakaa ukatulia uko unajitafutia kipato chako. Sio unafanya shughuli gani, shughuli yoyote ambayo unafanya na kuingizia kipato, nikupongeze sana. Lakini hata Tanzania Commercial Bank inampongeza kila mwanamke yule mwenye kujishughulisha, na inasema inataka kumuinua mwanamke kiuchumi. Hata wewe ambaye bado hujaanza, una nafasi ya wewe pia kuanza na kuweza kujipatia kipato chako. Sasa mengi kutoka Tanzania Commercial Bank ni haya. Wametuletea akaunti ya sisi wanawake. Hii akaunti inaitwa Tabasamu. Akaunti ya Tabasamu ambayo hii sasa inamletea tabasamu kila mwanamke. Jamani, tunafanya biashara, tunajua changamoto ni nyingi. Unaona, wakati mwingine tunatamani tuongezeke kiuchumi. Unaongezekaje kiuchumi? Na maana inabidi pia hata na wewe uongeze mtaji kwenye biashara. Unapata wapi mtaji? Unaweza kuna mtu anaweza kukukopesha, akakuamini akakukopesha. Mambo ni mengi, lakini akaunti ya Tabasamu inakuja kumpa furaha kila mwanamke, kwa sababu hii akaunti ya Tabasamu iko maalum kwa ajili ya kumwezesha mwanamke kufikia malengo yake ya kiuchumi. Kama mwanamke basi umefikiwa na akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank. Hii akaunti itakuwezesha mwanamke mwenzangu kuweka akiba ya kuweza kufikia malengo yako kifedha. Inawezekana ni malengo binafsi, inawezekana ni malengo ya kikundi, hiyo vyovyote vile inakuwa. Hii akaunti ya Tabasamu utakapoifungua, rafiki yangu, utakuwa ni mmoja kati ya wanawake ambao wameona fursa, kwa sababu hii ni akaunti ambayo haina makato ya mwezi. Huwa kuna makato kwenye hizi account, unajua, naamini hivyo. Kama hujui nakwambia, waga kuna makato ya mwezi. Lakini akaunti ya Tabasamu, ili tabasamu lako liendelee kuwa tabasamu la manufaa kwako, basi akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank hakutakuwa na makato. Lakini pia lipo punguzo kubwa sana la bima. Nazungumzia bima ikiwemo bima ya maisha, nazungumzia pia bima ya elimu kwa mtoto wako. Lakini zaidi pia, hii ni akaunti ambayo itakuwezesha wewe kupata mkopo, yani unakopesheka. Kwa hiyo kama bado hujajiunga ukawa mwanachama, ukawa na akaunti yako ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank, ni muda wako sasa na wewe kumiliki akaunti yako ya Tabasamu. Hautajuta, zaidi itakuwa ni manufaa kwako wewe katika shughuli zako pia ambazo unazifanya kila siku. Nenda kafungua akaunti ya Tabasamu katika tawi lolote la Tanzania Commercial Bank ambalo lipo karibu na wewe, na utafungua akaunti ya Tabasamu kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Haya, wiki ndio hii hapa. Leo ni Jumatatu. Pata muda, tembelea tawi lolote la Tanzania Commercial Bank, nenda kafungua akaunti ya Tabasamu mwanamke mwenzangu. Manufaa ndio kama haya niliyokuambia utakapofungua akaunti ya Tabasamu kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania.
Leo tunaanza mkasa mpya, msikilizaji. Huu ni mkasa mpya tena wa kipekee sana. Nikukaribishe sana, maana toka mimi niliposikia mkasa huu nikawa na shauku kubwa sana, unajua kukuambia sana. Hizi ni simulizi za kweli. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndugu yetu ambaye ametuletea mkasa huu anaitwa Rose. Hivyo tu tumia hili jina Rose. Na hili si jina lake halisi. Utaniuliza kwa nini sasa Vero Rose? Hili ndilo alichagua pia yeye mwenyewe kwamba okay, hautatamani tutumie jina lako halisi, utapenda utumie jina gani? Kwa hiyo alilichagua na mimi nikaona pia ni jina zuri, Rose, lakini si jina lake kamili. Karibu yasikie haya ndugu yetu Rose anatueleza. Rose anasema, mimi Rose nimepitia mambo mengi sana kwenye maisha yangu. Si mengi sana nataka nikueleze, machache sana nataka kueleza ambayo nimepitia. Lakini pamoja na uchache wa haya mambo nimepitia, lakini haya ni maisha ambayo sitamani kuona kuna mwanamke mwenzangu popote pale alipo anapita kama ambako mimi nilipita. Simaanishi kote nilikopita ni kubaya, hapana. Nitakueleza pia kuna mahali nilipita kuzuri, natamani mtu pia apite. Lakini kuna huu pande mwingine ambao kiukweli binafsi niseme sitamani kuona mwanamke mwenzangu anapita. Najua wanawake tunaishi, tuna mambo yetu, tuna harakati zetu, tuna changamoto zetu pia. Natamani mimi nishie hizi. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Rose. Mkasa wa Rose unaweza kawa ukiusikiliza unaweza kawa unaingiliana na mikasa kadhaa, lakini ni mkasa wa kitofauti sana. Mambo mengi tunaishi, hakuna mapya, unajua. Yes, mimi nimesikia simulizi nyingi sana. Mambo mengi katika maisha tunapita nayo yanaweza kafanana na ya mtu fulani, yanaweza kafanana na ya mtu fulani, yanaweza kafanana na ya mtu fulani, lakini utofauti unaweza kuwa kwa sehemu pia. Hii ni simulizi ambayo sehemu kubwa ya wanawake tunapita humu. Inawezekana hata wewe unapita humu. Yes, karibu usikie. Rose anasema, mimi namshukuru Mungu kwa neema, kibali ambacho Mungu amenipa. Nimezaliwa katika familia ya maisha ya kati. Babangu, mamangu ni wahangaikaji sana, na mimi nimesoma kwenye shule nzuri sana, na nimekuwa nikiona mamangu na babangu vile wanapambana, lakini yote walikuwa wanasema wanapambana kwa ajili yetu. Na ni kweli walitimiza kile ambacho hata mimi nilikuwa natamani kuona kinatimia kwenye maisha yangu, hasa kwa upande wa elimu. Walinipeleka katika zile shule ambazo mimi binafsi niliwaipenda. Ndoto ya kusoma shule fulani, mzazi anakuambia kwa sababu umefanya vizuri na kusupport ukasome hapo. Mpaka nikafanikiwa nikaenda chuo. Namshukuru Mungu, nimeenda zangu chuo nikamaliza degree yangu, na baada ya hapo nikatamani kuona kwamba naenda hatua nyingine kimasomo, lakini nikasema ngoja kwanza nipate break kwanza, angalau nitafute kazi. Yani napo ni umri ambao nilikuwa natamani niwe na uchumi wangu wa kujitegemea mimi mwenyewe, yani niwe na shughuli yangu nafanya, nijijenge kama msichana, niwe na mwanzo wangu, yani si unanielewa? Yes, nilikuwa natamani hiyo iwe kwangu. Namshukuru Mungu, nilipata kazi na nilipata kazi ya ualimu kwenye shule moja ambayo pia sitapenda kutaja majina yake. Rose anasema nimepata kazi kwenye hiyo shule, basi nikaanza kufundisha. Mimi ni mwalimu, nafundisha, nikapata mshahara wangu wa kwanza. Mshahara wangu wa pili nikaanza kuona na fikia kwenye vile vitu ambavyo pia nilikuwa nataka nifikie. Nina ndoto ya kuendelea na masomo, lakini kuna vitu nataka nikamilishe hapa. Kwa nilifanikiwa, nikapanga, nikatoka nyumbani, nikapanga, nikawa na mji wangu mimi mwenyewe. Natoka shule, narudi zangu nyumbani na kuruhusu maisha mengine yaendelee. Rose anasema nikiwa niko shule
nikiwa naendelea kufanya kazi za hapa na pale, nikiwa naendelea kujituma vile ninavyoweza kujituma kuhakikisha naendelea kufanya vizuri katika taaluma yangu. Rosie anasema miaka ikiwa imepita 3 nikiwa nimeajiriwa kwenye shule. Rosie anasema kuna siku moja kulikuwa kuna shughuli, yani kuna shughuli za wazazi pamoja na wanafunzi. Kwa hiyo wazazi wanakuja na kuona watoto wao vile ambavyo wanaperform, wanafanya hiki, ni shughuli za kishule. Kwa hiyo wanakuja wazazi, kama mzazi amekosa muda anaweza akatuma mwakilishi, lakini ili mradi tu ili jambo lifanyike. Na sio mara kwanza hii shughuli nimeshuhudia hapa, hizi ni shughuli zinafanyika mara kwa mara. Ni shule ambayo ilikuwa na uwepo wa kuruhusu mzazi kumtembelea mwanafunzi, kumtembelea mwanafunzi akiwa shule, kupata feedback kutoka kwa walimu, unaonaje mtoto sasa hivi, unaonaje, na mazingira kama hayo. Atuli anasema kwa tukiwa tupo katika hii shughuli za kuhakikisha watoto wako salama, wanafurahia siku yao na wazazi nao wakiwa wanashuhudia, kuna mkaka mmoja ambaye alikuwa amekuja na yeye amekuja kumwangalia mtoto wake. Mimi sikuwa najua ni mtoto wa nani, yani mtoto wake nani, lakini ni mzazi ambaye amekuja. Na tukisema mzazi ina maana kama ni mwakilishi ni mzazi, ni mama yake au ni baba yake, lakini tunaamini huyu ni mzazi wa mtoto fulani. Kwa nini nakueleza kuhusu huyu mtu? Kwa sababu alikuja na kunisalimia huyu kijana. Basi na mimi nikapokea salamu. Tumejifunza kama walimu kuwa na usikivu, kuwa na hekima, na nikamsalimia vizuri, karibu sana mzazi. Akaniambia asante. Akaniambia uko mwalimu hapa? Nikamwambia ndio, mimi ni mwalimu hapa. Akasema nikamwambia una mtoto anasoma hapa? Akasema no, sio mtoto wangu, ni mtoto wa kazini yangu. Kwa hiyo ameniagiza, alikuwa yuko busy nije leo kumwakilisha. Nikamwambia wow, karibu sana. Akaniambia unaitwa mwalimu nani? Nikamwambia naitwa Madam Rose. Akaniambia Madam Rose, wow, nimefurahi sana kukufahamu. Yani hujakaa kama mwalimu. Nikamwambia kwa nini? Kwani walimu wanakuaje? Akasema nikwambia walimu waga wanakuaje? Haufanani kuwa mwalimu. Basi tu mimi nikacheka, kwa nini sifanani kuwa mwalimu? Mazungumzo yakaanzia hapo. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rose. Karibu sana usikilize mkasa huu. Mimi nilipousikia uligusa moyo wangu, uligusa mpaka kwenye kilindi cha moyo wangu. Hakika ndio. Dakika nazo zikiwa zinazidi kusonga mbele, msikilizaji, niwashukuru sana Tanzania Commercial Bank, wahisani wetu ambao wametupa nafasi sehemu ya kwanza ya ripoti ya leo katika siku njema ya leo. Ndio. Kubwa zaidi ni kwa wewe mwanamke mwenzangu popote pale ulipo. Akaunti maalum kwa ajili yetu inaitwa akaunti ya Tabasamu. Hii ni akaunti ambayo imemletea kicheko mwanamke, imemrejeshea furaha. Jamani, ukifungua akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank, nikwambie utaenjoy kwa mengi. Kwanza hakuna makato ya mwezi. Lakini kama haitoshi, una nafasi ya wewe mwanamke kukopeshwa. Ni wewe binafsi au ni kikundi, na unaweza kukopa mpaka shilingi milioni 150. Sasa hakikisha unafungua akaunti ya Tabasamu leo kwa shilingi 5,000 tu za Kitanzania. Na unafunguaje? Tembelea tawi la Tanzania Commercial Bank lililo karibu na wewe. Nenda kafungua akaunti ya Tabasamu. Hii akaunti itakuwezesha kuweka akiba ya kuweza kufikia malengo yako binafsi na hata malengo ya kikundi. Kumbuka akaunti ya Tabasamu imekuja kukuinua wewe mwanamke kiuchumi. Basi hakikisha na wewe mwanamke mwenzangu unakuwa na akaunti ya Tabasamu. Yes. TikTok Capital E. Ripoti ya leo sehemu ya kwanza imeletwa kwenu na Tanzania Commercial Bank. Taji kanipa cheo, malengo najenga leo, nina hamu ya kupanda kazi za maisha, ukizani sitawaza, ninatoka gizani na nyuma sirudi, nataka
tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank ni ya kila mwanamke wa nguvu. Fungua akaunti yako leo, maisha yako yabadilike. Tabasamu. Tanzania Commercial Bank, growing stronger together. Kama hujafika Kinondoni, basi bado hujafika Dar. Ndio, ni Kinondoni tena. Watu wote wa Dar es Salaam tunaiteka Mwenge nzima kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya Saadi Mtambule mwenye Kinondoni yake analishusha jambo nzito, mnada usiosahaulika. Issue ni shopping ya punguzo la Eid na Pasaka, kuanzia nguo, vyakula, vinywaji, bila kusahau huduma za kiserikali, kupata cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha NIDA, TANESCO, DAWASA na KERO zitatatuliwa. Kama haitoshi, utapima afya kuanzia kisukari, pressure, macho na magonjwa mengine mbalimbali bure kabisa. Huku kwetu ni mwendo wa shopping, halafu unajali afya yako, na kubwa kuliko ni burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali wakija na biashara zao. Na kuhusu mfungo, usihofu, kwani iftar itapatikana mnadani. Utaonja na kununua tambi za Indomie, Smart Kitoch kutoka Vodacom, kisimbuzi Beiche kutoka DSTV. Ni kuanzia tarehe 29 hadi 30 mwezi wa 3 pale Mwenge. Tutafunga barabara, wewe jaza kibubu, tukutane mnadani. Huu ni mnada funga kazi, usikose mnadani. EFM 103.7 Arusha. Ripoti ya leo. Yes, karibu sana msikilizaji katika sehemu ya pili ya ripoti ya leo. Karibu tuzungumze kuhusu maisha hadisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Rozi, ndiye ambaye tunasimulia mkasa wake katika msimu huu. Rozi anasema haya yalikuwa ni mazungumzo, nami nikawa namwambia kuna sura ya mwalimu, yani mwalimu anakuwa anaonekanaje? Yeye akaniambia hufanani kabisa. Na ndio maana hata mimi nikasema huyu ni mwalimu hapa. Mimi na fahamu walimu wanavyoonekana. Hauko serious sana kama mwalimu. Basi naona alitaka tu labda nicheke, na mimi nikacheka, na akaniambia tafadhali, naweza nikapata namba yako? Nikamwambia haina shida. Na moja kwa moja tukabadilishana mawasiliano. Kweli shughuli ilikuwa shughuli nzuri sana, na baadaye tukawa tumemaliza, na huyu kaka alikuja kuniaga akaniambia, Madam Rose, asante sana, nimefurahi sana kwa ufahamu. Naamini leo imekuwa ni siku ya pekee sana kwangu, nimempata rafiki mpya, na usichoke kuona simu zangu nikiwa nakusalimia. Nikamwambia hata usijali, karibu sana. Akaniambia asante. Basi na mimi nikaendelea na ratiba zingine, na mwisho wa siku mimi nikarejea zangu nyumbani. Lakini nakumbuka asubuhi palipopambazuka, yani ile siku tumekuwa kwenye hiyo shughuli, usiku kaingia, asubuhi pambazuka, alinipigia simu yule kaka. Mambo? Nikamwambia poa, za kwako? Niko fresh, niambie. Akaniambia, nikasema nikusalimie, maana nilitingwa nikashindwa hata kukupigia simu. Lakini palipopambazuka nikasema lazima hata nikujulie hali yako. Nikamwambia asante sana kakaangu, nashukuru sana. Akaniambia unaishi wapi? Nikamwambia kwa nini unaniuliza mimi naishi wapi? Akasema kwani kuna ubaya? Nikamwambia hamna ubaya. Kwa nini lakini kuniuliza naishi wapi? Na mimi kazini kwangu umepaona ninapofanyia kazi inatosha. Akasema okay, yani sawa, haina shida, nimekuelewa. Rozi anasema basi nakumbuka niliendelea na ratiba zangu kama kawaida, lakini huyo mkaka alizidi kunitumia message, alizidi kunipigia simu, karibu kila siku alinitumia message na alinipigia simu. Kwa hiyo anaweza akanitumia message asubuhi, mchana akanitumia message, jioni akanipigia simu. Basi na mimi napokea, namsikiliza. Mimi sijawahi kumpigia simu, sijawahi hata kumtumia message akiwa hajaniuliza chochote, mimi sijawahi. Rozi anasema tuliwasiliana hivyo, kumbukumbu zangu zinaniambia ni zaidi kama ya mwezi. Tukawa tuna chat kwenye simu, atanitumia message, atanipigia hivyo. Anaweza akaniambia yani hapa ndo nimetoka kazini, nasikia najifeel kuchoka sana. Nikasema niongee na wewe afu nipumzike.
oh jamani leo nimekula chakula fulani, namwambia oh hicho chakula kitakuwa kizuri sana leo, wewe umekula nini? Labda namwambia nimekula chakula fulani, unafanya nini saa hizi? Yani stories za hivyo. Kwa hiyo baadaye akaniambia why Rose tuonane angalau tupige story, tukae tule chakula pamoja na nini. Nikamwambia it's okay, hamna shida. Huyo alikuwa mcheshi, mchenya na anapenda vitu vya kukuchekesha. Kweli mimi pasipokuwa na kuona vibaya nilikutana na huyo kaka, tukapata kweli chakula na siku ndo nikamuona vizuri, na akaniambia unajua urafiki waga unaanza katika mazingira yote. Tazama, mimi nilikuja nimeagizwa na cousin wangu, lakini kumbe ilikuwa ni siku ambayo nilipaswa niwe pale ili nikutane na mtu mpya kwenye maisha yangu. Basi nikawa tunatabasamu. Anasema usicheke, ni serious kabisa. Unajua siku zile nimefika, nikawa nasema nimekuja tu kwa sababu nimemtii cousin, lakini yani mimi yani tu kwanza alivyoniambia, yani kwanza nilishakataa, lakini akanibembeleza sana, lakini kwa sababu ni mtu wangu wa karibu sana na nikajua amekuwa tight na hakuna namna, nikasema ngoja tu niende nikazugezuge. Kiukweli nilikuja kuzugazuga, lakini nilipofika tu katika mazingira ambayo yani sielewi, nikakuona wewe. Yani sikuona tena ile shughuli kama ni nzito kwangu, yani sikuona kama kuna kitu kinaweza kanifanya nikashindwa kuendelea kukaa hapo. Yani nikajikuta naendelea kukaa huko, unaniona ninapokutazama vile unavyoenda unarudi, yani muda wote tu nikaa na enjoy kukutazama. Mimi nikatabasamu, nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu hii hali haijanitokea miaka mingi sana. Yani nikutane tu na mwanamke alafu nijikute hapo yani na kuwa nasema wow, hii hali haijanikuta siku nyingi. Ndio maana nilisema lazima nipambane nipate mawasiliano yako, yani nisipoteze nafasi hii kwenye maisha yangu. Nikaambia jamani akaniambia zaidi, akaniambia mimi sikufahamu kiundani zaidi, nimekuona pale ndio umenitambulisha mimi ni mwalimu, tumezidi kuwasiliana sijui mengi, na nikajikuta tu natamani tuendelee kuongea, lakini nisizunguke sana. Mimi sio mtu wa kuzunguka sana, napendaga tu kuzungumza kile ambacho kiko ndani ya moyo wangu. Niseme tu kifupi, nilivyokuona siku zile moyoni mwangu nilisema sasa nimekutana na mke, sio girlfriend, nimekutana na mke. Na ndio maana sijawahi kupoteza hiyo chance ya kukutafuta mara kwa mara, japo sijui je nimechelewa au vipi. Rose anasema nilimuuliza kwa nini unaniambia mimi ya maneno, akasema kwa sababu nikwambie ukweli, na huo ndio ukweli. Wewe ndio utakayeniambia kama una mtu, kama uko kwenye ndoa, yani wewe ndio utaniambia, na kama hisia zangu zitakuwa zimekosea, lakini naamini wewe ni mwanamke sahihi kwangu. Batuli anasema Rose so Batuli Rose Rose anasema basi unajua ni mwanaume anakuambia maneno kama hayo. Mimi nakumbuka nilimwambia asante. Tuliendelea kuongea story nyingine za hapa na pale na mpaka tunaagana pale. Sikuwa nimemwambia chochote kama ndio au la. Nikarudi nyumbani, tukazidi kuchat na akazidi kunipigia simu, akatamani tena tuonane tena. Mimi kwenye eneo la mahusiano siko na mahusiano, sio kwamba sijawahi kuwa na mahusiano, lakini nilikuwa na mimi niko katika kuomba Mungu anijalie, aniletee mtu ambaye ni sahihi kwangu. Na tumefundishwa unapokuwa unamuomba Mungu akuletee mtu sahihi kwako, huwezi ukajua huyo mtu anatoka upande gani. Kwa hiyo unapokuwa una maombi ya namna hiyo, inabidi na wewe ukae tension, yani huwezi ukajua anatokea wapi. Kwa hiyo kwanza inabidi unapokuwa unaomba maombi usipende kujifungia ndani, kwa sababu hakuna muujiza unaotokea ukiwa uko ndani.
Yani wewe unaomba maombi, umejikoke kabisa ukutane na mtu sahihi. Hasa mtu sahihi unakutana naye wapi? Wewe unashindaga tu ndani. Jumatatu hadi Jumatatu uko ndani. Jumatatu inaanza mpaka Jumatatu. Kwa hiyo ina maana utakutana na huo muujiza mtu atakapokuwa amekuja kwenu. Haya, na nyie nyumba yenu sio watu wa kupokea wageni. Huyo mtu aje kukuona wewe anakuona saa ngapi? Kwa hiyo unaofanya maombi, unamwomba Mwenyezi Mungu, lakini una maana Mungu atakuunganisha, atakuletea kwenye mazingira yote yale. Inawezekana ikawa ni kwenye daladala, inawezekana ukaletewa ukiwa unaenda kuswali, ukiwa umetoka kwenye ibada, ukaletewa ukiwa huko kwenye shughuli zako huko za kuuza mitumba au kazini. Yani inaweza ikatokea kwenye mazingira yote. Kwa hiyo mimi sasa, kwa sababu nilikuwa niko kwenye maombi ya aina hiyo, siwezi nikajua pengine huyu ndiye yule ambaye Mungu ameniletea. Kwa hiyo sitaki kukataa kutoa namba. Yani uwezi kukataa kutoa namba. Na mimi sasa, kwa sababu nimemwona yule ni kijana smart, anaonekana ni kijana smart, ana akili zake timamu, yuko super kabisa. Kwa nini mtu aniombe namba? Nione kama ni dhambi kutoa namba. Na ndio maana nikatoa namba faster. Yani nikajifunza na nimefundishwa usichelewe kutoa namba. Usiache kutoa namba. Kama upo kwenye maombi ya kupata mwenza, usiache kutoa namba. Sasa mbona wewe unaomba maombi afu utoi namba? Toa namba. Mnyime namba yule mtu ambaye unaona hauja interest naye. Yani mimi hivyo labda. Lakini unamuona mtu kabisa smart na akili timamu, toa namba. Na unaweza ukamwaza mtu mwingine ukaona huyu sio type yangu, lakini kumbe ndio akawa ndio mwenyewe. Kwa hiyo usisite kutoa namba. Mimi nimetoa namba. Ndio sasa hivi huyo ndo ananipa kampani, ananipigia simu, tunaongea tunafanyaje, tukamiti kwa mara ya pili. Na mimi nikamwambia I think nahitaji time, nahitaji nikufahamu pia na wewe. Akaniambia mimi niko okay, kama unatamani kunifahamu mimi niko tayari. Mimi nimekupenda, chochote unachotaka mimi unataka kukijua wewe, niambie unataka kujua nini. Unataka kujua ndugu zangu, unataka kujua nakokaa, unataka kujua marafiki zangu, unataka kujua chochote, niambie chochote unachotaka kujua, mimi nitakwambia. Akanieleza kuhusu historia yake ya mahusiano. Akaniambia ni kweli alishakuwa na yeye kwenye alishakuwa na mahusiano, lakini hayakuweza kuwa na mafanikio. Na akanieleza wazi shughuli anazozifanya. Na nakumbuka siku akaniambia twende kaone shughuli mahali nakofanyia shughuli zangu. Akanipeleka mpaka kwenye sehemu anapofanyia shughuli zake. Ni mtu ambaye anajitegemea kiuchumi, ni mtu ambaye anajipambania na maisha yake, na ni yuko very smart, lakini zaidi pia ni msomi. Ni mtu ambaye amesoma vizuri kabisa. Basi unajua, unamwangalia mtu, tunafundishwa muoaji unamjua, ambaye sio muoaji unamjua. Ni wewe tu utajifanya kama ujui, au utasema atabadilika baadaye ndo atakuwa muoaji. Lakini tunapoanza tu tunajua kabisa huyu hapa, huyu mpitaji. Lakini kuna yule unaona kabisa anakupa ushirikiano, hana pupa, yani hana haraka. Na ndo huyu ilivyokuwa, hana haraka. Nikizungumza hana haraka, kuna mtu unanielewa. Kuna watu wana haraka. Yani akikutana na wewe na kupenda leo, anataka mahusiano mwanze leo, anataka mwezi wa pili umzalie mtoto. Yani anaanza kuzungumzia, nimekutana, anaanza kusema unajua mimi napenda mtoto, baby tuzae. Mtu mmekutana mna mwezi jamani, au kwanza ndio mna siku 15, mtu kashaanza kusema baby tungezaa, baby tuzae, baby jamani, inakuaje tena hapa? Sio kwamba niende nikajitambulisha nyumbani tuje tuoane tuje tupate mtoto. Yeye anaanza kusema napenda watoto sana, napenda watoto, baby why tusizae. Anaenda speed, ana haraka. Huyu hakuwa na haraka, mambo yake slow, tuchunguzane. Na katika kuchunguzana, sio yule njoo nyumbani anakumendea nini na nini, nataka mambo yake. Huyu ni mwanaume smart, mwanaume mwenye kusudi la kukuoa. Anaga haraka, yani hanaga haraka. Atakuwa na haraka kwenda kujitambulisha kwenu. Hata kama miaka 3, miaka 4, miaka 5, 6, huo uchumba sugu. Mtu anakuambiaga nakupenda, anakuzalisha mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mimi nakupenda baby, mtoto wa tatu mimi, hajaenda kujitambulisha kwenu. Upendo, na maana hapo hakuna kitu. Rosie anasema basi niseme nini? Mimi ndivyo nilivyompata mchumba, na ndivyo ambavyo mchumba huyu tulizidi kukaa pamoja. Tulikaa
kwenye uchumba, nikazidi kumjua, akazidi kunijua, na mwisho wa siku akasema, mimi toka nilipokuona mara kwanza nilisema nimekutana na mke wangu wa maisha yangu, naomba tuchukue hatua tukajitambulishe. Kweli mimi nilitoa uhuru na alikuja nyumbani akajitambulisha. Sijawahi kumforce huyu mwanaume, njoo basi nyumbani, njoo huku nyumbani. Na hiki ni kitu ambacho nimejifunza sana mimi kama msichana. Mwanaume mwenye kutaka kukuoa humbembelezi. Mnaweza mkashauriana lakini hutamlazimisha. Mwanaume akitaka kuoa hakuna kitakachomzuia. Ukiona uko na mahusiano na mwanaume kwenye kuchukua action ya kukuoa na sita, ni yeye ana sita kwa sababu hayuko tayari. Lakini yule ambaye yuko tayari anasema mimi nataka mwaka huu nioe, ataoa. Sio kwa wewe kumlazimisha. Ukimlazimisha atafanya kwa ajili yako, atatoa excuse asubuhi mchana jioni. Atakwambia hana hiki, uende uklie. Sina hiki, lakini mwanaume akidhamiria anasema mimi namuoa huyu binti, atamuoa. Iwe ni kwa kufanya vibarua, iwe ni kwa kukopa, iwe ni kwa kufanyaje, iwe ni kwa kufanyaje, atatimiza lengo lake. Kwa hiyo sikumforce. Rosie anasema ninashukuru Mungu sana kwa sababu yani kwangu huu ulikuwa ni muujiza ninaoongoja. Msichana, kuna vitu vingi unavingoja. Kuna umri pia. Sizungumzi kwa habari ya wanawake wote. Kuna wanawake wengine ndoa sio kipaumbele chao. Yani ukizungumza kuhusu ndoa, anakwambia unazungumza kuhusu nini? Hicho sio kipaumbele chake. Lakini kuna wenzangu na mimi ambao nimemaliza chuo, nimepata kazi. Natamani niwe na familia. Natamani nipate mwanaume sahihi, tuwe nipate watoto, niwe mama. Na ndoto za kusoma, natamani hata naendelea kusoma, nimeshaanzisha familia. Sitamani kuona nakuja kupata mwenza nikiwa umri wangu umesogea, hata nakuja kupata watoto nikiwa na miaka sio 45 au 40. No, natamani nipate watoto katika wakati huu sahihi, na ndio yamekuwa ni maombi yangu. Kwa hiyo hiki kitu kilikuwa ni hitaji langu. Katika mambo na muomba Mungu anijalie, anipe vitu hivi, navyo ni vitu nilivyokuwa na vihitaji sana kwenye maisha yangu. And namshukuru Mungu kwa sababu amenipa kwa wakati sahihi. Amenifanyia wepesi tena kwa njia nyepesi. Amenipa kwa wepesi kwa njia nyepesi. Sijatumia nguvu, kaja mwanaume amenipenda, hana longolongo, hana mbambamba, ndoa hii hapa. Tap. Atuli anasema, nakwambia ukweli, tukafunga ndoa mimi na huyu mwanaume ambaye nilikutana naye katika mazingira ambayo nakueleza. Katoa namba. Mambo yakawa, na ndio mume wangu sasa. Unaona bwana, maisha ni mazuri sana. Mimi ni mwanamke ambaye ninafurahia sana ndoa. Nafurahia, nilipoingia kwenye ndoa ninafurahia maisha ya ndoa na niko na furaha sana. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa rafiki anaitwa Rose. Siku njema ni leo msikilizaji, na mimi niko hapa kukujuza mengi. Ikiwa ndo kwanza leo tunaanza mkasa wetu mpya, ndugu yetu anaitwa Rose. Huu ni mkasa tofauti mzuri sana. Kwa nini nasema wa tofauti mzuri? Na ni mwanzo nilikwambia unaweza ukawa unaingia kwa wanawake wengi sana kabisa. Ukisikia unaweza ukaona na wewe unaingia humo. Tuna nafasi ya kusikia vitu kama hivi, vitu jenge, vitu kumbushe, na vitutoe hatua moja kwenda hatua nyingine, na haya yakawa sehemu yetu ya kujifunza. Ndio, nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji, na mimi nitarejea hivi punde na tutasogea mbele zaidi. TikTok Capital E. Kama hujafika Kinondoni, basi bado hujafika Dar. Ndio, ni Kinondoni tena. Watu wote wa Dar es Salaam tunaiteka Mwenge nzima kwa kushirikiana na mkuu wa wilaya Saadi Mtambule, mwenyekiti
Kinondoni yake analishusha jambo nzito, mnada usiosahaulika. Ishu ni shopping ya punguzo la Idi na Pasaka, kuanzia nguo, vyakula, vinywaji, bila kusahau huduma za kiserikali. Kupata cheti cha kuzaliwa, kitambulisho cha NIDA, TANESCO, DAWASA na KERO zitatatuliwa. Kama haitoshi, utapima afya kuanzia kisukari, pressure, macho na magonjwa mengine mbalimbali bure kabisa. Huku kwetu ni mwendo wa shopping, halafu unajali afya yako, na kubwa kuliko ni burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali wakija na biashara zao. Na kuhusu mfungo, usihofu, kwani iftar itapatikana mnadani. Utaonja na kununua tambi za Indomie, Smart Kitoch kutoka Vodacom, kisimbuzi Beiche kutoka DSTV. Ni kuanzia tarehe 29 hadi 30 mwezi wa 3 pale Mwenge. Tutafunga barabara, wewe jaza kibubu, tukutane mnadani. Huu ni mnada funga kazi, usikose mnadani. EFM 103.3 Mbeya. Ripoti ya leo. Basi na tunasogea mbele zaidi, msikilizaji, tuendelee kuyasikia haya. Ndugu yetu anaitwa Rose akishia pamoja nasi. Yes, mtanisamee jina la Batuli bado lina bado liko but leo tu, kesho nitakuwa niko okay, taanza kulisahau. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Anaitwa Rose. Rose anatueleza haya. Rose anasema ni maisha ya ndoa. Ni maisha ya ndoa yaliyojawa na furaha. Ninashukuru Mungu kwa hatua hii ambayo nilingoja kwa hamu na imetimia kwangu. Baada ya miaka 2 kwenye ndoa, Mungu alitubariki na tukapata mtoto wetu wa kwanza. Mungu akatubariki tena nikapata mtoto wangu wa pili. Mungu akanibariki nikapata mtoto wa 3. Bado Mungu aliendelea kushusha baraka zake, nikapata mtoto wa 4. Tuna watoto wa 4, mimi pamoja na mume wangu. Namshukuru Mungu kwa sababu ndoa yetu imekuwa baraka. Sio tu baraka za watoto, hata baraka za kiuchumi kabisa. Mimi niliendelea na kazi yangu ya ualimu. Ambayo huyu mwanaume alinikuta nayo. Na hii ni kazi ambayo anapenda kuona mimi mke wake nafanya. Naamka asubuhi, naenda zangu kazini kufundisha shule wanafunzi, narudi nyumbani. Akirudi nyumbani ananikuta. Asubuhi anapoondoka huwa ananiacha, yeye anawahi mapema zaidi. Kuna muandaa anaenda zake, mimi nenda zangu kazini, akirudi ananikuta. Kwa hiyo alikuwa anasema mimi kazi ninaifurahia mke wangu akifanya. Maana muda wote namkuta nyumbani. Lakini Jumamosi na Jumapili niko nyumbani. Kuna likizo pia zikitokea wanafunzi wanapumzika, mimi napumzika zangu pia nyumbani. Lakini hali kadhalika kuna likizo. Ni kazi nzuri sana ambayo haikunifanya nikose muda kwa ajili ya kuhudumia watoto wangu, haikunifanya nikose muda kwa ajili ya kuangalia mume wangu. Kwa hiyo tuliendelea kuwa na furaha sana. Rose anasema mume wangu naye navyoeleza kwa habari ya uchumi, Mungu alimuinua sana. Shughuli ambazo alikuwa anafanya tukiwa tunakutana naye, tulikuwa tunakutana naye kule mwanzoni tunaanza mahusiano. Sasa hivi hii kampuni imekuwa kubwa. Hii shughuli anafanya imekuwa kubwa, yenye kumletea mapato ya kutosha. Na hili mfanya mpaka hata akaninunulia gari. Mimi gari ya kwanza mimi naendesha sikununua kwa pesa yangu. Gari ya kwanza naendesha alinunulia mume wangu. Kwa hiyo nakueleza ili ujue kwamba ni biashara ambayo ilikuwa na nazidi kumuombea kila siku aendelee kufanikiwa, ili baraka hizi ziendelee kuwa baraka pia kwa watoto wetu ambao una kiu na shauku ya kutamani wasome kwenye shule nzuri, na tuwe sehemu ya wazazi ambao tutatimiza ndoto za watoto wetu. Rose anasema siku zimezidi kuwa nyingi, na unajua mimi nimepata watoto wa 4. Siko kama vile nilikuwa zamani. Yaani na mabadiliko makubwa sana. Badiliko la kwanza nimeongezeka sana uzito.
yani, na ni kitu ambacho nimeshapambana nacho sana. Lakini sasa mimi ni mama, unajua mimi ni mama na nimekubali kuwa mimi ni mama. Nilipopata mtoto wa kwanza nilikuwa nasema nimenenepa, naanza kupambana na diet, utanikuta nafanya mazoezi, yani ili mradi tu ni maintain nisiongezeke sana. Nilipopata mtoto wa pili nilipojifungua kupata muda wa mtoto, kiukweli mwili uliongezeka zaidi. Nimekuja kupata mtoto wa tatu. Jamani, sasa mimi nimekuwa mama. Yani siwezi kurudi kama nilivyokuwa mwanzoni. Naamini kuna mwanamke hapa ananielewa. Watoto 4 sio mchezo. Kuna wenzangu ambao kweli Mungu amewajalia flat tummy. Na unakuta hata apata watoto 4, ukimuona kama vile hajapata mtoto, au ukisema unahesabu sana labda ana mtoto mmoja. Lakini kuna wenzangu na mimi, ukiniona ni watoto 4 unasema kweli huyu mama. Na sasa siwezi kukataa hiyo. Jamani, siwezi kukataa kwa sababu sisi wanawake hatufanani. Mimi ndo niko hivi sasa. Kwa hiyo nimekuwa mama. Sasa kwa nini mimi nakueleza habari ya kufanya mazoezi? Yani nikawa najipambania nitumie diet hii leo hivi, kwa sababu mume wangu yeye ni mtu ambaye hucomplain sana kuhusu unene. Yani umenenepa sana. Sasa unajua mwenzako anapokuwa anazungumza hii sentence, ina maana kwamba anachukizwa na ule mwili wako, umekuwa mnene sana. Mimi naambiwa nakula sana. Jamani, sio kwamba nakula sana. Mahali hapa nimefika jamani, mwili ndo wenyewe sasa ndo wenyewe, mimi nishakuwa mama. Anasema mume wangu, baby, hakuna mtu anasemaga uni mwili wangu. Hii mwili ni kama plastic. Unatakiwa ufanye diet, please. Usiongezeke hivyo mke wangu. Namwambia sawa. Unajua sasa kuna muda unafika kwamba una njaa, labda umepakua wali, umepakua maharage hapo, umeweka nyama pembeni, una kisoda chako unakula. Mtu anakuambia hivi, kwa ula juu wewe uache kunenepa. Sasa mimi nile nini sasa? Maana nikila hivyo naambiwa na nenepa. Nikila hivi sasa mimi nile nini? Usile hivi. Hiki chakula unakula sasa hivi ni usiku. Usile hivi mke wangu. Mbona hivi vitu? Si ndio unasema ulijifunza kuhusu mambo ya diet. Diet unakulaje hivi usiku? Lakini unakuta nimechoka, njaa inauma. Alafu sio kwamba sipambaniwa mwili upungue. Jamani, mwili umegoma kupungua, nifanyaje? Utaniambia nini sasa kuhusu ile tumbo? Utasema mimi nirudi kama zamani, niwe na flat tummy. Jamani, nimezaa watoto 4, niwe na flat tummy. Jamani, mimi ni mama. Nimeshakuwa mama, watoto wameshakuwa. Rosie anasema sio kwamba sipambana. Atauliza mtu atanipa diet, fanya hii diet, nakwambia hii diet ya kula matunda tu. Unajua diet ya kula matunda tu. Yaani unakula matunda tu. Unaambiwa hii diet nenda hizi siku 10. Sasa unasema ngoja nijaribu huu mwili jamani, ngoja nijaribu mwenzenu. Unaanza siku 10. Unaamka asubuhi. Ukiamka asubuhi unachukua nanasi, unachukua tikiti, unachukua labda matembele kidogo, unachukua chungwa. Matunda mangapi unauliza jamani, matunda mangapi hayo? Unaambiwa weka matunda 3 na mboga. Weka cabbage au weka mchicha au weka tembele. Usiweke maji mengi sana unavyo blend, wataalamu wanaelekeza. Unaweka, una blend, unamaliza. Haya, kunywa hiyo. Hiyo ndio chakula chako hicho. Siku ngapi inaenda? Siku 10 hiyo. Nje kiuma sana, nafanyaje? Kula karanga hizi, almond hizi. Ukishinda sana kunywa chai usiweke sukari, usinywe sukari kabisa. Sema haya. Unachukua ile unapiga ile asubuhi. Wewe wapi? Ikifika jioni yani huko unahangaika, unataabika njaa. Sasa jamani, mwenzenu mbona ameshindwa jamani? Pambana. Sio kwamba
hatupambani. Mimi binafsi napambana sana, basi huu mwili ni upuputishe uishe. Lakini mambo baada hayajakaa sawa. Rose anasema kiukweli hii kauli itegeuka ikawa fimbo kwangu, ikawa kero. Mpaka siku moja nilikuwa namwambia mume wangu, mbona wewe unataka kunifanya mimi, yani niko kama na miaka 25, 27. Mume wangu, mimi ni mama. Haya mabadiliko unayoyaona sasa hivi ni lazima. Anasema no, hapana, au ni maneno yako wewe. Kuna watu mimi niko nafanya nao kazi wamezaa watoto hata 5, nikiwaweka mbona hawajawa kama wewe? Naambia mume wangu, hapana, sisi binadamu hatufanani. Akasema ni kwa sababu unaendekeza kula. Yani wewe chakula ndo uhai wako. Unajua vyakula ni sumu haya. Unajua vyakula ni sumu. Hiyo sentensi pia anapenda sana kuisema. Vyakula ni sumu. Jamani, nile nini mimi? Mboga na bamia. Jioni ananiambia jioni usile jioni watu ndo wananenepa. Jamani, basi nimetulia hivi nakula chapati 2. Hivi wewe unajua chapati 2 utapungua wewe? Nakula nini mimi? Nitakula mboga tu na bamia jamani, na manyanya chungu. Yani nisinywe hata kasoda tu hata kidogo. Usile sukari. Rose anasema lakini ni mume wangu. Nikana mwambia mwalimu mwenzangu, yani nikwambie mume wangu apendi unene jamani. Yani unajua mpaka tukienda sehemu tunakula chakula, akipita mwanamke mnene utasikia embo muone jamani. Bwana mwanamke mnene sana wewe. Bwana mwanamke amekuwa mkubwa hivi. Hivi mtu unazidi kuwa mkubwa hivi na uko comfortable. Jamani, hivi kwa nini mtu mpaka unafika hapa? Na mimi ndo kibonge niko pembeni hapa. Na mume wangu, mbona sio mnene sana? Ndio unaona unavyojitia moyo. Unene alikuwa anasema hivyo. Mimi mbona sio mnene sana? Unene unajua unaongezeka siku hadi siku. Na huyo atakuwa anakula sana huyo. Haya, umetolewa out. Mtu anasema ya maneno. Ukiambiwa agiza unaagiza nini? Utaagiza nini? Maana hapo ukisema hivi, nipe ugali, nipe na makange ya samaki, utasikia kwa nini ule ugali? Kwa nini usitoe makange ya samaki? Na wewe ndio unasema nipate na kaugali kamoto hapa na kasoda pembeni. Rafiki yangu alikuwa ananiambia, Ruzi, wanaume wanatofautiana. Yeye alikuwa wewe ukiwa mwembamba. Ni kweli, nilikuwa mwembamba sikatai. Ndo mwanamke aliyekuwa anampenda. Kuna kuongezeka, lakini ina maana usiongezeke sana. Ina maana kuwa standard, i-control yani. Yani hapa ni kukubali kujisacrifice. Rose, jisacrifice my dear. Yani amua kusema mimi natoa umwili. Na inawezekana. Tafuta trainer wa mazoezi, ukitoka hapa pita mazoezi. Fanya mazoezi yanasaidia sana. Akaniambia kuna mtu pia atakukutanisha naye, anatoaga elimu ya masuala ya kupungua. Ina maana wewe mwili wako unabidi ufanyie kwanza detox. Na akupe vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia vikakupunguzia appetite ya kula. Nikamwambia sawa. Akasema usichoke, fight. Mwili kweli mkubwa Rose. Mkubwa unaweza ukawa unasema mume wako mlalamishi, lakini mwili ni mkubwa. Sio tu kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya afya yako pia. Umekuwa mnene. Rose umebadilika. Yani mtu kama alikuwa haja kuona miaka 7, anaweza akasema jamani, Rose alipatwa na nini? Kwa sababu umenenepa sana. Ni kweli tunapata watoto, miili yetu inabadilika, lakini tusiruhusu miili ikabadilika sana, kwa sababu italeta pia shida kwenye afya zetu. Nikaambia sawa, rafiki yangu nashukuru. Huyu ni mtu ambaye tuko naye kazini. Sio kwamba rafiki yule kindaki, lakini nishia naye kuhusu mambo ya diet na nini. Kweli
akanielekeza, akanikutanisha na huyo dada, akanipa mambo ya diet. Jamani, hizi diet ni nyingi, hizi diet, huyu ana diet yake, huyu anakuambia kula mayai, huyu anakuambia kula mboga, huyu anakuambia kula wewe mkage brand tu matunda, yani kila mmoja ana style yake. Lakini hapo niko napambana kupunguza mwili. Huyu naye akaniletea style yake. Sasa hii style ananiletea huyu ndio nikaza, jamani, sitakufa njaa. Anasema hautakufa. Ukitaka kupungua, jisacrifice, usijione huruma. Njaa haitakuua. Unatakiwa upunguze uroho, usipende kula. Yani uwezi wewe uko unafanya diet unataka kupungua afu na wewe ni mroho. Huwezi kufikia malengo. Lazima uache uroho. Hii sasa ananiambia ukifanya hii usipopungua hii diet sitampa mtu mwingine yote. Nina watu wengi kwa kupitia hii diet wamepuputika, yani wameisha. Mimi niko kweli, fuata hiki ninachokuambia, fuata hiki ninachokuelekeza. Nikamwambia asante. Na hapo sio kwamba hiyo elimu napewa bure eti. Hiyo diet sio kwamba naelekezwa bure. Nimelipia rafiki yangu, nimelipia. Unalipia ndo anakupa maelezo. Anakusimamia, asubuhi fanya hiki, mchana fanya hiki, jioni fanya hiki. Naambiwa nikiamka asubuhi ni mwendo wa kula mayai. Pita nunua tray ya mayai. Nunua tray ya mayai ya kienyeji. Nunua. Nini tena kingine? Mayai muhimu. Matunda pia. Ananiambia tunda hili unakula saa ngapi, tunda hili unakula saa ngapi. Yani ni diet ambayo hakuna soda, hakuna waini, hakuna nini, hakuna chai, hakuna nyama, hakuna samaki, hakuna ugali. Yani ni mwendo wa mayai. Ni mayai tikiti maji, ni mayai tango, ni mayai chungwa, ni mayai. Naambiwa hivi ndivyo natakiwa niwe nakula. Nakula siku ngapi hivi? Ambayo natakiwa kula siku kama 15 hivi. Yani nile hivi. Nazungumza haya kwa sababu ninazungumza nimefight kwenye hili jambo sana. Unapoona mwenzako uko naye ndani ya ndoa kuna kitu anakizungumza sana, ina maana kinamboa. Na kama kinamboa na mimi napambana nacho ili hicho kitu nikiondoe, na niko na fight hapa. Ndio maana nakueleza haya kwa sababu najua sio mimi tu. Uzito umekuwa ni changamoto kwa mwenzio. Yani yeye akisema jamani, mwingine asemi. Lakini unaweza kuwa unajua mkikazi yeye anasema mwanamke mnene sana. Hivi unakuwaje mtu mnene hivi? Na ukijiangalia na wewe ni kibonge pengine zaidi ya yule. Na maana huyu mtu hakuambii lakini anachukizwa. Au tu kama mpo kwenye ndoto umekuwa mzito bwana. Yani umekuwa mzito sana bwana. Ina maana hausi kukwambia moja kwa moja. Lakini hapendezwi na wewe umenenepeana. Shingo imenenepa, mikono imenenepa, tumbo limenenepa, mgongo, miguu imenenepa. Sasa hivi unajivuta. Anakuambia hayo sio mbaya sana, lakini sio mbaya, usiongezeke hapo. Lakini anashindwa kuambia yani wewe umekuwa kibonge bwana, wewe umenenepa sana, acha uroho. Lakini ananyamaza. Asante kwa leo. TikTok Capital E. Habari